الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tuendelea na utangulizi ambao alitanguliza Sheikh Al-Fawzan kuzungumzia kwa kifupi tarikh ya Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na jana tulizungumzia sehemu alieleza safari zake za ilmu, namna alivyotafuta ilmu rahmatullahi ta'ala alayhi mpaka akafikia kueleza kurudi kwake kule alikozaliwa kwa ajili ya kusomesha ilmu na kufikisha da'wa ya tauhid, kadhalika kusomesha Uislamu, kwa sababu baada ya kusoma akagundua upungufu mkubwa sana katika mujtamaa aliyoishi. قال العلامة الفوزان: وكان علماء نجد يعنون بالفقه وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار. وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة، مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. Al-Allama Al-Fawzan aeleza hali iliyokuwa ya wengi katika wanawavyuoni wa Najd wakati ule, kwa walikuwa na ihtimam na fiqh, na katika itikadi yao walikuwa katika itikad ya Ash'ari, ambao ni watu walioathirika na falsafa katika itikadi zao, wakakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi, wakazifasiri namna walivyotaka wao kwa akili zao, isipokuwa sifa kadhaa tu. Na hawa wajinasibisha na al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, pamoja na kuwa al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah alirudi katika aqida ya salafu salih kabla ya kufariki. Almuhim, katika itikadi walikuwa wamepinda, hawakuwa katika aqida ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kinyume na walivyokuwa wanavyuoni wa Sham na Masr na sehemu nyinginezo. Kule ilikuwepo au walikuwepo wanavyuoni katika aqida ya salafu salih, huku kulikuwa kumeenea zaidi i'tiqad ya almutakallimin al-ash'ari, pamoja na upungufu pia uliokuwepo katika tauhidul uluhiyya, bimaana katika ibada pia kulikuwa na matatizo. Wa amma aqidatu as-salaf faqalla an yu'na biha wa taghat 'ala al-kathir minhum al-khurafat wal-bid'ah wash-shirk fi al-'ibadati المتمثل بعبادة القبور، هذا من الناحية العلمية. سمع
ama itikadi ya wale wema waliotangulia ni uchache sana kumpata mtu anajishughulisha nayo, bali wengi katika watu kwa wao ilikuwa wamefunikwa na wamepita mipaka katika masala ya khurafat na bid'a na mambo ya shirk. Uzushi ulikuwa umeenea mno na itikadi chafu zimeenea mno wakati ule. Zote hizi ukizitizama vizuri, shirki katika ibada utapata katika kuabudu makaburi. Ukiangalia upande wa ilmu kulikuwa hali hii. Wa amma min an-nahiyati as-siyasiyya, ama tukiangalia katika upande wa siasa, fakanu mutafarriqina laysa lahum dawlatun tajma'uhum bal kullu qaryatin laha amirun mustaqillun biha. Katika upande wa siasa, ile nchi ambayo leo moyona inaitwa Saudia, ilikuwa kila kijiji kina kiongozi wao, tofauti na kijiji kingine, wajitawala wenyewe. Na hapa ndio utaona uongo wa ahlul bid'ah wa kusema kuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab alitoka nje ya utawala. Ulikuwa wapi utawala? Kulikuwa hakuna utawala, bali kila kijiji kilikuwa na utawala wake kando. Kwa hao walikuwa na kiongozi wao, kijiji cha pili kawa na kiongozi wao, kijiji kingine wana kiongozi wao, ajiita mfalme ama amir. Kila kijiji kina mtu wake. Katika upande wa siasa hawana nchi moja ambayo yawashika wote kuwa kitu kimoja. فالعيينة فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل قرية صغيرة فيها حاكم. ukienda katika mji wa Uyaina kulikuwa na kiongozi, ad-Dir'iyya kulikuwa na kiongozi, Riyadh kulikuwa na kiongozi, bali kila kijiji katika vijiji vidogo kulikuwa na kiongozi wao anayewahukumu. وكانت بينهم حروب وسلب ونهب فيما بينهم وبين القرى والبادية. بين yao kulikuwa na vita, wakiibiana, watu wa mjini na watu wa mashambani mara washavamiana, washaibiana, mwenye nguvu amdhulumu ile dhaifu. Hii ndio ilikuwa hali yao. فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق وفي تناحر وضياع حتى إن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا. katika upande wa siasa ilikuwa nchi iko katika sintofahamu, kama wanavyosema, wasiwasi umetanda, wamefarikiana, vita baina yao, mpaka watu wa kijiji kimoja wao kwa wao wapigana. وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات. na katika nchi ya Najd kulikuwepo na kuabudu makaburi, kutaka msaada kwa maiti. faqad kanat indahum quburun lisahabati, sababu nchi ile mpaka leo kuna makaburi ya masahaba, kuna makaburi ya masahaba. كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها. وعلى قبر زيد قبة وكانوا يأتون إليها من بعيد وهي مشهورة عندهم. وكلكون مكابور يا مصحابة كما قبر زيد بن الخطاب مدقياك عمر بن الخطاب radhiyallahu anhu, ambaye aliuawa shahidi pamoja na kikundi katika masahaba katika vita walivyopigana na Bani Hanif, Musailamah al-Kadhdhab na jeshi lake, wakati wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kwa wakawa wataka msaada kupitia kaburi lake, humuomba pasi na Allah. Na juu ya kaburi la Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu walikuwa wamejenga kubba, ile muona kama mfano wa mnara wa msikiti, kama
dome vile ujengwa juu yake. Hii hufanyika hata katika nchi ya Hadramaut leo. Ukienda Ainat wazita zile qubab as-sab'a, wazita as-sab'a al-mubiqat ziko pale, zimejengwa hivyo. Ukipita kwenye ule mji unaona zile indharu sharri, na watu watoka mbali, sema kutoka mbali waje kwa kabri ya Zaid, kutoka mbali, kanu yatuna ilaiha min ba'id, mtu atoka huko atokako. Ndio maana juzi nikamwambia, ukiwaambia hawa kwa nyinyi mnachokifanya ni makosa, wasema sisi twazuru tu makaburi, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Lakini hapa Mombasa, wewe watoka Mombasa, kuna Kikoani, kuna makaburi pale Kiziwi, kuna haya yote yakumbusha akhira. Wewe watoka Mombasa tipwa we mpaka Lamu, enda kuzuru makaburi yakumbuke akhira. Wewe kuna makosa mangapi ya kisheria umeyafanya kufanya hivyo? Ama utokea hapa paka Mamrui, enda wapi? Nda ziara bwana. Kwani hukuona makaburi yote hivi wapita njiani ukuyaona haya mpaka uende safari kwenda kwenye kaburi? Isipokuwa kuna mambo mnayoyafanya mwajua nyinyi, mwajua, msikatae. Kifika pale ukamkuta mtu amesimama na khushu' kuliko khushu' yake katika swala, kama amesimama kabisa, na wengine ufunga na mikono kama yuko kwenye swala, na wengine wakawaomba swa shida zao wala riziki, wengine wakapitia kupitia kwao kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo yafanyika na ni shirkun akbar, ni shirki kubwa, hatari sana. وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخرج. hawa walikuwa mpaka na miti na mitende ambao wana itikadi juu ya ile mitende, watakabaraka kwa miti kama ile. Hili usilione liko kule, halifanyiki leo. Kuna mji Tanzania, si ukumbuki jina lake, kuna mzee mmoja shafariki, alikuwa ndio shekhe wao. Mmeona hiyo clip kwenye YouTube akizungumza kuhusu baraka ya mti, asema yeye da'wa yake alianza kwenye huo mti. Sio tu nani yule shekhe, wamtukuza sana wao. Asema huu mti huu una mambo makubwa. Mambo gani? Mti yani waweza kukufanya nini ule mti? Haudhuru wala haunufaishi. Baraka zake karibu nusu saa mtu azungumza ati baraka za mti. Huu mti wafanye hivi, mtu afanye, ili watu waje wafanye nini hapo? Nyinyi mtaka kuregesha Lata na Uzza na Manata. Yani haya mambo msione ati yalikuwepo sasa hakuna. La, wallahi yako, hata usiende mbali. Ikiwa ni masala ya kuitakidi juu ya makaburi na kujenga na nini, usiende mbali. Wewe nenda pale Sargoi tu, pale Sargoi pale ukipiga kona kuna makaburi pale, nenda kachungulie pale, ukaangalie ndani kama kuna makaburi yamejengwa ajabu pale. Hapa tu, usiende mbali. Wengine huenda wakafanya mambo ya balaa pale, alafu toshindana. Ikiwa huyu amemjengea babake mita 1, mimi nitajenga mita 2. Kullu abu hizi ukiangalia vizuri utakuta waraa mawaraa. Kuna jamaa wamekaa pale, wewe nenda kama mjinga tujifanye hujui kitu. Usivae kanzu ya kuonyesha talib ilmu na kofia. Wewe vaa kikoi siku hiyo, ukienda t-shirt chako hivi, ingia jifanye utaitwa njoo hapa, huyu basi ndo mwenyewe huyu. Ongeti pale wao wawafanyia kama diayat wale maiti, ili yule mtu akimaliza pale ampe kitu kidogo. Watu wako kibaruani. Wallahu almusta'an. Bali kulikuwa na itikadi au makundi potofu. Sheikh Al-Fawzan anasema mithlu as-sufiyya,
kama watu wa tariqa. Ili kundi potofu, watu watakana wajichunge nalo sana, limepoteza wengi sana katika watu. Adlalna kathiran minan nas. Hawa jamaa wengi wamekwenda wakiona kama yale wanaoyafanya ni ya haki, lakini ni ya batil, kwa kutojua. Wengi wamepotezwa, na mpaka leo wako katika wazee wetu ambao huwafuata mpaka leo na kuwasikiliza, na ule ukweli wa mambo hakuna kile katika yale wanawafundisha kuwaelekeza katika kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na subhanallah, wengi katika watu sijui kwa nini hawagundui hawa watu. Maana mtu akizungumza, akikaa azungumza tu maneno, azungumza kile kinachokuja kichwani kwake, azungumza tu, hajali yeye kujichunga kwa haya maneno katika dini au si katika dini. Alafu na wewe msikilizaji, ushasikia huyo shekhe wako akosolewa katika kwa mfano jambo la shirki, amezungumza jambo la shirki, sema hapa kweli, hapa niteleza hapa, kisha kesho uko pale pale umsikilize. Sasa ikiwa mtu amekupoteza wewe, alikuwa akuelekeza kwenye ushirikina, ukajua kuwa ni mkosi, amekosea hapa na hili ni kosa kubwa sana, vipi kesho tena utakaa chini yake mtu kama huyo ili akupoteze? Na wewe mwanzo kabla ya kukosolewa ulikuwa hujui kama yeye akudanganya, wewe una alikuwa anawezungumza ni kweli. Alhasil, makundi ya masufi yalikuwepo, wahdatul wujud, ambao waitakidi kuwa kila kitu ni Allah, mti ni Allah, mtu ni Allah. Na hii ni itikadi katika itikadi za ghulatu sufia, wao waitakidi hivyo. Tena katika makundi ambayo ameyataja yapo الصوفية وحدة الوجود na wengineo, hakadha kanat halatuhum ad-diniyya. Hii ndio ilikuwa hali yao ya dini wakati ule akirudi al-Imam al-Mujaddid kwao. wal ulama sakituna an hadha al-wadh', bal inna ba'd al-ulama yushajji'una ala hadhihi al-khurafat wa yu'ayyidunaha. Asema na wanaovioni wakati ule wa pale wamenyamazia mambo, bali wengine walikuwa wakishajiisha, wakitilia nguvu haya mambo ya kikhurafia, wakiwatia nguvu. Ni kama leo akisimama mtu akiyakataza haya mambo, aonekana kama amekuja kuleta fitna au amekuja kuharibu. La, ilikuwa ni wajibu kwa kila ambaye ayajua ni makosa awe atakataza. falamma raa rahimahullahu hala almuslimin تحرك للدعوة إلى الله عز وجل، وقام يدعو إلى الله ويدرس التوحيد وينكر هذه الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح. فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. نهين لينجيا، hakuna njia ya kuondoa bid'a na shirkiyat katika mujtama isipokuwa ni njia ya watu kusomeshana. Ukisomesha Muislamu dini yake akaifahamu, hawezi kuchezewa biidhnillah. Kwa Imam al-Mujaddid alipoyaona haya mambo na hali ya Waislamu iko hivi, akaanza kulingania watu kwa Allah, akawa yuwasomesha tauhid, akataza haya mambo ya kishirikina haya na mambo ya khurafi haya, ayakataza hii kitu, hii shirk, hii ni katika khurafat, hakuna. Ama siku moja alikuwa Masjid al-Haram na mwalimu yuko pale asomesha haram, al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, akawa yusimama yule mwalimu, akakusimama, amechoka mzee, mtu mzima, katika kusimama akataja jina la Mtume sallam ama yoyote katika mawalii hivi, akataja lile jina lake, badala ya kusema ya Allah kwa mfano akasema ya fulani, akasimama. Yule bwana alivyosema yale maneno, na ni mtu ansoma, al-Imam Mujaddid akamfuata kando, akamwambia nataka kusoma sura nisikilize, ikiwa ninakosea utanikosoa,
akamwambia soma ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu hadha al-bayt فليعبدوا هذا البيت قال لا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا هذا البيت لا فليعبدوا رب هذا البيت akamwambia pale ulipokuwa simama mbona ukumtaja rabb hadha albayt ulikuwa taja wengine kwa sababu huyu ni mwanachuoni na yufahamu akamuelewa na akamshukuru kwa tambihi aliyompa. Sasa ikiwa watu ambao walikuwa wakisomesha aswa haram wako namna hii mpaka wakumbushwa jambo ambalo ni msingi katika dini, ile hali ilikuwa hairidhishi ya nchi ya Uarabuni. Sasa wewe piga kelele, sema utakavyosema nini, huyu amfanya hivi amfanya vile. Hebu tukuulize, tuonyeshe vitabu vya Imam al-Mujaddid rahimahullah, kuna yepi aliyozungumza ya batil? Chukua al-usul al-thalatha, nenda kasome makini tu. Kama wewe umesoma, chukua nenda kasome, kisha useme hapa amesema uongo, hakutumia qala Allah qala rasuluhu, nenda kasome. Ama chukua kitabu tauhid cha Imam al-Mujaddid rahmatullah alayhi, chukua nenda kasome. Usiambiwe bwana yule mtu muovu, yule mtu kadha. Yani kuna watu wafikia hadi mpaka waambia watu, kwa sababu watawasikiliza ahlus sunna, ufikia kuambia kuwa chunga wale watu. Kwa nini? Ukikana wao ujue utapewa aya na hadithi wewe mpaka utakubali. Sasa utakapewa nini? Ambe gospel. Si ataambiwa qala Allah qala rasuluhu. Sasa hivi iwajaribu kumviringa yule mtu mpaka ile haki hata ikaja kwa njia gani asikubali. Na hili jambo mpata Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala al-Abbad asema, angalia hawa watu walivyowaviringa wale wafuasi wao, mpaka mmoja amemuona na makosa fulani, akawa yozungumza naye yomueleza kusudi kosa. Asema fa ana aqulu lahu qala Allah kadha qala Rasulullah kadha. Asema hadharuni minkum wa qalu li antum taquluna qala Allah qala rasuluhu. Wanitahadharisha mashetani, waniambia mashekhe wangu kule nchini kule nilikotoka, nyinyi ni watu mkisema sema qala Allah qala, wataka kunipoteza. Kwa hivyo wewe yani aona pia akiambiwa qala Allah qala rasuluhu wapeleke kwenye nini? Kwenye upotofu. Namna wanavyofanya barnamiji ile wanavyoifanya mpaka yule mtu yeye kama ametengenezwa hivi, haelewi kule na kuelekea, haelewi. Kwa ufupi al-Imam al-Mujaddid akakaa akaanza kusomesha tauhid, وينكر هذه الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح، أبينيش منهج السلف الصالح. فتكون عنده تلاميذ، wakakusanyika kwake yeye akawa na wanafunzi. Sasa na hili ndio jambo muhimu sana, kusomesha ukawa na wanafunzi, kisha wale wanafunzi wakasoma na wao wakatoka wakafanya da'wa. Haikuwezekana kuizuia hii da'wa al-Imam al-Mujaddid hawakuweza kuizuia, kwa sababu mfumo wake ni wa kusomesha, na wale wanaobeba ilmu wakaenda kusomesha. Sasa ikawa hawezi kuzuia watu kupata yale mafunzo ya Kiislamu wakayaelewa vizuri kisawasawa katika Qur'an na Sunna na ufahamu wa salafu salih. Kuwazuia ngumu sana. Ni kama leo kuna mmoja niwaambia mimi wasisikize redio, lakini nikisikiza siku hiyo nasikia vituko. Namsikia mimi mmoja wakati ule alikuwa akishambulia ad-da'wa as-salafiyya, da'wa ahli sunna, asema wallahi, hapa hivi mimi namsikia na masikio yangu, asema wallahi nitahakikisha nimeiua hii da'wa hapa Mombasa, nitahakikisha nimeiua. Simtaji nani kina alisema hivi, zaidi ya miaka 10 iliyopita zaidi. Lakini sisi tuona kila kukicha ndio da'wa yazidi kupanuka, kwa sababu hii da'wa haikujengewa visa bwana. Tukaave tutetuelezane story na nini, imejengewa katika msingi ya nini?
ya ilmu. Na ndio maana ukiona hawa ahlul bid'ah atazuka mtu CD zitaenea kweli kule town, shekhi fulani zungumza kuhusu ndoa, kuhusu hili mambo ya dini ambayo hakuna matatizo na watu wengine, ukaona ndio wayaweka kipaumbele kuliko tauhid na sunna. Basi atavuma mwaka mmoja, miaka miwili, kisha zile topic zitaisha. Zikiisha zile topic, yule mtu pia afanya nini? Apotea. Sasa yaje episode nyingine, atokea actor mwingine ambaye ni mzungumzaji kuliko yule. Basi jamani, kisa hiki, yule mama akapanda juu ya gorofa akaruka. Wapi? Basi yule binti alikuwa mfunga akatekwa nyara, akatiwa kwenye gari nyuma na watu kaenda kwenye desert kule, na mmoja anamsikia sema, kisha akawa yosema Allahumma kfinihim bima shi'ta. Hii dua kisoma kweli, dua ni kweli, lakini usitunge. Basi mara wakatokea watu wawili wamfanana, mmoja na babake na mmoja na ndugu yake. Mtoeni mtoto, wakapiga nini, wakamchukua wakamleta nyumbani. Fika nyumbani, akiingia ndani ya nyumba, uliza vipi, aambiwa babako na ndugu yako mgonjwa yuko juu, atawa kuja huko. Sasa jamaa ukisikiliza hivyo, hii si da'wa yetu. Visa vina msingi, ujue mtu. Sisi tuishi katika asili ya mitandao sasa. Ukisema kumetokea hii kitu Saudia, tutataka kuona wapi imetokea wapi? Hebu tuonyeshe wapi. Ni kama vile visa watu waibiwa, watu walivouliwa watu kikweli kwa dhulma, msikia tena watu waibiwa bwana. Waibiwa. Hakuna hata kisa kimoja kikatokea kuwa kweli. Watu waibiwa. Ilivouawa watu kwa dhulma na udwan, ikaisha ile story, kuisha. Jamaa wacheni machezo. Watu wana bure bwana. Kumbe hakuna ili jambo. Si kama liko haliko, lakini likaisha hivyo. Kuisha sasa. Usikia watu kuzungumza hivi visa vya kutunga hivi. Si da'wa ya ahlus sunna. Hii da'wa imejengiwa na ilmu. Kwa hivyo ndio maana ukaona kuwa da'wa ya ahlus sunna yaendelea. Hivi sasa tukizungumza kwa mfano katika somo la tauhid ambao tutasoma vitabu, sijui niseme vipi, yani utamaliza lini wewe kusomesha vitabu vya tauhid? Kama unsema umepanga vitabu vya tauhid usomeshe, lini utamaliza? Haveshi. Kila ukienda cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, utagundua kumbe kuna kitabu kimeandikwa cha akida na mwanachuoni fulani huko nyuma, hiki akijasomeshwa, vingi tu. Ukija katika fiqh kadhalika, ukija katika lugha kadhalika. Ndio ukaona da'wa ya ahli sunna haiishi, na kila siku mtu yupata faida mpya. Huwezi kusema utaketi katika kikao cha darasa za ahli sunna kisha ukaondoka wewe patupu. Biidhnillah ta'ala utaondoka mpata faida moja, faida mbili mpya ambazo hujawahi kusoma. Na kama ushawahi pia ni murajaa, wafanya warejelea yale mambo ambayo nyuma uliyokuwa soma. Kwa hivyo akakaa chini, akawa na wanafunzi kutoka Dar'iyya, kutoka Al-Uyaina, wale ambao Allah amewatakia khairi, wakakusanyika chini yake. Da'wa ishaanza sasa. Ukitaka kweli kufanya da'wa, kaa chini, somesha. Kaa chini. Si mara leo huku, mara kesho huko kule, mara kesho kule, kesho kutoka huko. Kaa chini, somesha. Kisha uangalie ile athari itakayopatikana kwa kusomeshana. Hakuna raha bana kama kukaa chini watu wakasomeshana. Na ufanye subra. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, tarbia taka sabr, isbir. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, hapo utaanza kuona natija polepole kwa ikhlas na sabr biidhnillah ta'ala. Na hii ndio njia wanaovioni wote waliopita wetu, kuanzia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha masahaba wakasomesha tabi'in wasikia tu. Aimma wa salaf walikuwa wakikaa chini misikitini wakiwafundisha watu, ile ilmu ikawa yaenea. Kwa mfumo huu basi da'wa itaenea kwa uwezo wa Allah. Thumma innahu ittasala bi amir al-Uyayna. Tayib, da'wa ishaanza kukubalika, wanafunzi wako
sasa ni kutafuta mahali ambapo tutafanya da'wa bila ya kusumbuliwa. Na hakuna raha kama kiongozi awe ameikubali da'wa ya ahli sunna. Ni khairi kwake na ni khairi kwa raia wake, sababu hakuna da'wa inaoelekeza watu katika kutekeleza haki zao baina ya wao kwa wao, haki ya kiongozi wao, na kiongozi atapata utulivu na amani kabisa na wale walioko chini yake, kama da'wa ya ahli sunna. Haina ghush, haina mambo ya kuficha ficha na mambo ya kinyume. Wewe kiongozi, baki na uongozi wako huko paka ufe huko, sisi tuna habari nao, shauri yako. Sio wadhulumu kiongozi, atakwenda pambana na muda wake, kesho atakwenda pambana na muda wake. Sisi ni jukumu letu kutekeleza haki yake, na haki yetu juu yake atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akawasiliana na Amir wal Uyayna wa arada alayhi ad-da'wa, na haya insha Allah ta'ala tutakuja kueleza biidhnillah ta'ala. Baada yeye kusomesha akaenda au akaanza kuwasiliana na Amir wal Uyayna. Tuangalie jawabu la yule amiri na vipi atakavyosaidia katika hii da'wa au kumnyima nusra biidhnillah ta'ala. Tutazungumza na vipi mpaka ikaje ikajengwa nchi leo ambayo imebakia miaka kwa miaka, ambayo leo mwaiona matunda yake, al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiya. Leo mwaiona mpaka leo. Kwa nini imeitwa biladu at-tauhid? Biladu at-tauhid was-sunnah. Mtakuja kuona insha Allah taala katika vile vikao vitakavyokuja. Nenda taratibu. Amechafuliwa sana al-Imam al-Mujaddid na maneno ambayo si ya kweli. Ni mwana wa chuoni muslih rahmatullahi ta'ala alayhi, sio maasum, aweza kupata aweza kukosea, ni mwana kama vile mwana wa chuoni yote mwingine, lakini amekuwa ni sababu leo ya wengi katika watu kuifahamu tauhid. Angalieni pale popote panaposomeshwa tauhid utakuta latajwa jina la Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, na hili limewatia dhiki sana ahlul bid'ah, mpaka wakawabandika na kuwapagaza jina watu wa sunna kuwa hawa nani? Mawahabi. Na Abdul Wahhab ni baba yake, si yeye tu Muhammad. Hawakuambia watu hao Muhammadi, sio Wahabia, sio Muhammadia, akusema hivyo. Hawa ni mawahabi kaita hivyo. Sababu nini? Kwa sababu ya vitabu vya bwana. Ingawa pia huchanganyikiwa. Saa nyingine mtu akipinga maulidi na itima basi aitwa wahabi, hata kama hajawahi kusoma kitabu cha Imam Mujaddid hata kimoja. Kama wahizbiyun walikuwa hapa kwetu, hajui lolote kuhusu Muhammad Abdul Wahhab, hana lolote ajua. Hata al-usul thalatha kuhifadhi hajui chochote kuhusu Muhammad Abdul Wahhab. Pia na yeye pia yafurahi, mimi bwana ni wahabi na huyo, yani wewe wafurahi kuitwa wahabi. Sema hili si jina letu. Sisi ni ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun ala manhaj as-salaf as-salih radhiyallahu ta'ala alayhi. Kile tutamueleza inshallah zaidi sasa akiwa ameungana na hawa viongozi, namna ile da'wa itakavyopanuka biidhnillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.